ambao tuna uhakika nao hauwezi kuharibika, uwanja wa Amani. Hayo ndiyo maamuzi na hiyo ndio fikra ya CAF. Kwa hiyo baada wao kufanya tathmini hiyo na kujiridhisha kwamba Benjamin Mkapa haiko tayari kwa ajili ya fainali, wakaamua kuipeleka mechi Amani. Na sisi kama Simba Sports Club hatuna budi kukubali ukweli huo, na sasa nguvu yetu yote inaelekea uwanja wa Amani. Wapo wanaofikiria kwamba Simba tunaogopa kwenda kucheza Zanzibar, ama wanaofikiria kwamba Simba hatuwezi kupata matokeo katika uwanja wa Amani. Kila mtu ana fikra zake, lakini sababu ya msingi ya kiutawala ambayo ilitufanya sisi tupiganie kucheza uwanja Benjamin Mkapa ni kutokana na ukweli ya kwamba hili ni tukio kubwa mno la kimpira barani Afrika. Hii ni jambo la kihistoria kwa Simba Sports Club. Tunaamini ya kwamba kila mwana Simba alikuwa na kiu, na tutaanza upya mchakato wa kuuza tiketi mpya kwa ajili ya mechi ya Amani Zanzibar. Lakini basi wale wote ambao wamenunua tiketi zao, watu 16,000, tiketi zao zitatunzwa na wao watalazimika kutunza kadi zao, na tiketi zao watazitumia kuingilia kwenye tamasha letu la Simba Day mwezi wa 8 mwaka huu ya shirikisho la kandanda barani Afrika CAF. Sote wana Simba tungependa kuona mechi hii inachezwa katika uwanja tuliouzoea, katika uwanja tunaoupenda, katika uwanja mkubwa zaidi, uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini katika hali isiyokuwa kawaida, mechi hii imepelekwa katika uwanja wa Amani. Sasa lazima tuoneshe tofauti ya sisi Simba Sports Club na vilabu vingine ambavyo huwa haviheshimu mamlaka. Wakibadilishiwa ratiba ya mchezo wanaanza kung'aka. Sisi Simba Sports Club lazima tuoneshe level kubwa ya professionalism. Tayari mabadiliko yamefanyika, hatuna budi kuishi kwenye mabadiliko hayo. Tayari ratiba imeshatangazwa, hatuna budi kuanza maandalizi kuelekea kwenye mabadiliko hayo. Na maandalizi tunayoyafanya hapa ni maandalizi ya kuelekea uwanja wa Amani. Ndugu zangu wana Simba na Watanzania kwa ujumla, ieleweke wazi ya kwamba tukiwa nchini Morocco tulipokea taarifa ya mabadiliko ya uwanja, ya kwamba mechi itachezwa katika uwanja wa Amani. Uongozi wa Simba Sports Club kwa kushirikiana na shirikisho la kandanda Tanzania pamoja na serikali kupitia Wizara ya Habari, tukaanza mapambano ya kuhakikisha kwamba mechi hii inachezwa katika uwanja Benjamin Mkapa. Mapambano yalikuwa ni makubwa mno, mapambano ya ushawishi, mapambano ya kuomba na mapambano ya kuwasilisha hoja za msingi yalikuwa ni makali vibaya vibaya. Tuliwasilisha kila hoja ambayo tuliona inastahili kuwasilishwa kwenye mamlaka za CAF. Tulipeleka kila ombi ambalo tunaamini linapaswa kupelekwa CAF, na tulifanya kila tunachoweza kufanya kuhakikisha kwamba mechi inabaki Benjamin Mkapa. Baada ya kufanya yote hayo, juhudi zetu na jitihada zetu zikagonga mwamba, na msimamo wa CAF ukabaki ya kwamba mechi inakwenda kuchezwa visiwani Zanzibar. Ziko fikra nyingi za watu ya kwamba pengine ni figisu, pengine mnyama anataka kunyongwa, pengine kuna uhuni unafanyika. Zote hizo zinabaki kuwa ni dhana. Hakuna mwenye uhakika zaidi kwa nini CAF wamefikia maamuzi haya. Lakini msingi wa CAF kufanya maamuzi haya ni kutokuwa na uhakika na ubora wa uwanja Benjamin Mkapa. CAF bado wanayo kumbukumbu
ya namna ambavyo uwanja Benjamin Mkapa uliharibika kwenye mechi ya robo finali dhidi ya Al Masry kwenye hatua ya robo finali. Na kumbuka, hii ni hatua ya finali ambayo CAF wanaamini ya kwamba dunia nzima inautazama huu mchezo. Kwa hiyo hawataki kuchukua riski ya kuipeleka mechi Benjamin Mkapa alafu yakatokea kama yarotokea kwenye mechi ya robo finali. Kwanza itakuwa ni kuitukanisha Simba. Tumeelewana Hii ni kusema kwamba mchakato wa kununua tiketi unaanza upya hii leo, na niko hapa kutangaza viingilio vipya vya mchezo huu wa Simba dhidi ya RS Berkane. Tumefikiria mengi kuhusiana na wale ambao tayari wameshanunua tiketi. Tukasema kwa mfano tusiuze tiketi tena. Zile 16,000 ambazo watu wamenunua ndizo watu watumie kuingilia uwanja wa Amani. Lakini tukajiuliza, katika watu 16,000 watakaoweza pengine kuja uwanja wa Amani wakiwa watu 2,000 pekee, watu 13,000 wataingia kutoka wapi ambao hawajanunua tiketi? Simeeleweka sijui? Maana yake ni kwamba kukawa kuna hofu kubwa ya uwanja kuwa mweupe, hasa kwa wale ambao hawataweza kusafiri kwenda Zanzibar. Baada ya kujiridhisha kwenye hilo, ndipo ambapo tukasema ya kwamba mchakato uanze upya. Lakini jasho la mtu halipotei. Wale ambao tayari wameshanunua tiketi zao, aidha shilingi 30,000 VIP-B, shilingi 20,000 VIP-C ama shilingi 7,000 mzunguko, tunawaomba wazitunze tiketi zao, na tiketi zao zitatunzwa kwa upande wa N-Card. Itakapofika Simba Day watazitumia tiketi hizo kuingilia uwanjani. Katika hili jambo lazima tutambue ya kwamba kila mwana Simba amepata hasara. Kwa hiyo asitokee mtu akajibinafsisha hiyo hasara ya kwamba nilishanunua tiketi yangu mimi, sasa itakuwaje? Tutambue ya kwamba kila mtu amepata hasara kwenye hili jambo. Ipo hasara ya kifedha ambayo klabu inalazimika kuingia. Timu ilikuwa ikae kambi hapa nyumbani kwetu katika kambi yetu ya Mbweni, lakini sasa tunalazimika kusafiri kesho na kwenda kukaa hoteli kwa muda siku 5 kujiandaa na hii mechi. Hiyo budget haikuwepo. Kwa hiyo basi kila mwana Simba iko namna ambayo ameathirika kwa namna moja na hii mechi, na kwa mantiki hiyo basi hatupaswi kunyooshana vidole wala kulaumiana. Kila mtu ameathirika, na nini tunapaswa kufanya baada ya watu wote kuathirika? Ni kusimama sasa na kwenda kumshambulia adui ambayo yuko mbele yetu. Baada ya kusema hayo, viingilio vipya kwa mchezo wetu wa tarehe 25 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, mechi ya kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika. VIPA itakuwa ni shilingi 50,000. Jukwaa la Urusi itakuwa ni shilingi 30,000, na mzunguko ama orbit na saa itakuwa ni shilingi 10,000. Na tiketi hizi zinaanza kuuzwa rasmi kuanzia hii leo. Tiketi yako ambayo ulinunulia, kadi yako ambayo ulinunulia tiketi ya mechi iliyopita,